Mwili wa Raila aliyefariki jana nchini India uliwasili mapema hii leo katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi na ulitarajiwa kufikishwa katika bunge la kitaifa ili waombolezaji wapate fursa ya kutazama. Lakini ratiba hiyo ilifutiliwa mbali kufuatia vurugu la waombolezaji waliojitokeza kwa idadi kubwa na kusababisha msongamano mkubwa uliosambaratisha mpangilio wa shughuli hiyo na kupelekea maafisa wa polisi kufyatua vitoa machozi ili kuwatawanya. Ahmed Bahaj alijumuika na waombolezaji hao na ametuandalia taarifa hii. Naam, shughuli hii ya kumwomboleza aliyekuwa waziri mkuu hapa nchini Kenya hayati Raila Amolo Odinga ilianza mapema asubuhi, ambapo waombolezaji kutoka vitongoji tofauti hapa nchini Kenya na jijini Nairobi walijitokeza katika uwanja wa kimataifa wa JKIA ili kuja kupokea mwili wa Raila Odinga uliokuwa unatoka kule Mumbai, India, alikokufia baada ya mshtuko wa moyo. Sasa kilichotokea katika uwanja wa ndege ilikuwa ni mshike baina ya maafisa wa polisi pamoja na wale waombolezaji waliokuwa na hamu ya kutaka kuja kuona ule mwili kutoka pale na waomboleze naye, lakini walioshinda kuwahimili, maafisa wa polisi walishinda kuwahimili waombolezaji wale. Lakini katika msafara huo kutoka kituo cha JKIA walikuwa waombolezaji wanalia kwa uchungu wakisema Joey, Joey, baba, baba. Sasa msafara ule ulikuwa umetarajiwa kuja kwa makini kabisa na utulivu mpaka hapa unapoona katika uwanja wa kimataifa wa Moi wa Kasarani hapa jijini Nairobi. Na kabla mwili ufike, maelfu ya watu, zaidi ya watu 40,000 walikuwa wameshafika katika uwanja, wengine wakikaa katika viti wakisubiri kwa hamu na wengine wakiwa katikati ya uwanja. Lakini tuliona maafisa wa polisi walikuja tena hapa, nadhani katika ile hali ya kujaribu kupanga utaratibu, ikashindikana. Ikawa ni nipa nikupe, vurugu baina ya waombolezaji na maafisa polisi, na kilichotokea zilifyatuliwa zimamoto ama tear gas zile zaidi ya 30. Watu wakaanza kuvurugana, ikabidi mavu kupigana na wengine wakaanguka. Watu baadhi wanaonekana wengine kuumia vibaya sana na wengine walibebwa wakiwa katika hali mahututi. Hatutaiona baba tena, lakini saa hii tuko na huzuni kwa sababu tunaomboleza baba, bado wanatupiga na tear gas. Why? Tumepoteza mtu mkuu kwa maisha yetu. Kitu tunaomba serikali atufanyie, sababu baba tena hayupo tena, hata tuongelelea tena, hata simama na sisi tena. Kitu tu tunaomba ni constitution yetu. Tafadhali, tafadhali serikali wasibadilishe. Wanasema kila nafsi itaonja mauti, ila kwa kifo cha Raila Amolo Odinga, waombolezaji, wapendwa wake, wafuasi wake, imewakata maini na walishindwa kuvumilia kwa uchungu. Ndio maana hali ikawa hapa ya sintofahamu na mtafaruku. Na kwa sasa tunaungana na Ahmed Bahaj aliyefuatilia tukio hili la kihistoria kwa kina. Bahaj, tupe taswira ya hali ilivyokuwa mapema leo kwa kina zaidi kutokea uwanja wa JKIA ambapo shughuli hiyo ilianza hadi mwili ulipofika katika uwanja wa michezo. Ama kwa hakika Hamida, nimeamini kwamba kweli baba ana wafuasi, watu wanampenda kwa dhati. Ilikuwa filamu itakayosalia katika kumbukumbu za nchini Kenya kisiasa milele. Kilichotokea pindi tu waombolezaji walipoona ile ndege ya Raila Odinga ilipokuwa inatua katika uwanja wa kimataifa wa JKIA, sheria zote zilivunjwa. Waliwashinda nguvu polisi, wakaingia ndani, wakavunja mageti na walikwenda kama wana mapepo vile mpaka ilipoegesha ile ndege ya maiti ya Raila Odinga hapo, na wakataka kuchukua ule mwili wakisema kwamba hawaamini, wanataka kumuona baba. Hebu angalia kizaza cha aina gani. Abiria waliokuwa katika ndege ile na ndege nyingine walioachwa katika njia panda. Maafisa wa polisi wasijue wafanyeje, kwa sababu kuna wahudumu, kuna abiria, huwezi fiatua vibomu vile vya kutoa machozi. Ikawa ni hali ya taharuki, lakini kutoka pale angalau watu walitulizwa, ingawaje mamlaka ya kusimamia JKIA ama hizi ndege za hapa nchini Kenya walisitisha safari za kuingia na za kutoka hapa nchini Kenya kutokana na msongamano ule mkubwa wa watu, yani maelfu ya watu. Ama kwa hakika baba kweli anapendwa. Naam, asante Bahaj. Kwa kweli tumeona kwa kulikuwa na hali ya usalama iliyokuwa sio nzuri sana upande ule. Na taswira hiyo ilileta athari gani Bahaj?
Na athari zilizotokea kama nilivyokuambia, hiyo misongamano, alafu pia kulikuwa na mivutano baina ya wale maafisa wa polisi na hata wale waombolezaji. Kila mmoja katika msafara kutoka pale uwanja wa JKIA kuelekea Kasarani wanataka kugusa ule mwili. Hawezi kuenda mbele, na safari ile iliingia katikati ya mji, huku wengine wakiwa tayari wameshakimbia maelfu ya watu katika ule uwanja wa Kasarani. Kwa hivyo shughuli nyingi zilikatizwa, ikawa hakuna baadhi ya maduka katikati ya Mombasa Road yakafungwa, yote kwa ajili kila mmoja anataka kuona mwili wa baba. Hivyo ndio hali ilivyokuwa na jinsi mambo tofauti yalivyoathirika siku ya leo. Naam, asante sana. Sasa kulikuwa na ule utaratibu rasmi wa kijeshi uliotarajiwa kufuatwa. Ni kwa nini hilo halikufanyika, Bahaji? Hapo ndio kuna kuja swala ambalo linahitaji jibu. Raila Odinga hakuwa waziri mkuu kwa sasa, alikuwa zamani, lakini katika serikali hii alikuwa ni mtu muhimu ndani ya serikali hii ya ushirikiano. Kwa hivyo waliahidi kwamba watatoa yale mazishi ya hadhi ya taifa, ama ya mtu anayeshikilia wadhifa mkubwa katika taifa. Hivi tunajiuliza, katika uwanja wa JKIA wale maafisa wakubwa wa polisi Nairobi na Kenya nzima, kwa nini hakukuwa na idadi ya maafisa wa polisi wa kutosha mpaka wananchi wakavunja wakaingia ndani? Achana na hilo, Kasarani kabla mwili wa Raila ufike, zaidi ya waombolezaji 40,000, maana ule uwanja unachukua watu 60,000, lakini ulikuwa umejaa, nusu kujaa. Tunajiuliza, maafisa wa polisi hawakupanga? Majeshi walikuwa wapi? Hadi ikaja ikachafuka kwa sababu waombolezaji walikuwa wamejaa, mwili ulipoletwa wakawa wameishiwa subra. Wana lazima sasa ufunguliwa uone, ikawa mtafaruku, zikafyatuliwa risasi. Naam, asante sana. Ni Ahmed Bahaji akituelezea aliyojiri ile asubuhi.